Kwa siku 4 mfululizo, ukumbi wa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam umekuwa jukwaa la mvutano kati ya mawakili wa Tundu Lissu na mamlaka ya gereza la Ukonga. Shauri la kikatiba namba 7300 la mwaka 2026 lilofunguliwa na mawakili William Madu na John Kung na Poki Sabo linahoji kunyimwa kwao haki ya kuzungumza faragha na mteja wao. Jopo la majaji watatu, Amiri Mruma akiwa mwenyekiti, Dr. Angelo Rumisha na Dr. Evaristo Longopa, ndilo lililoongoza shauri hili. Siku ya kwanza, Julai 20, Maduhu ndiye aliyefungua ushahidi huku akionekana kutoka machozi mahakamani alipoeleza jinsi changamoto yake ya ualbino ilivyomfanya apate nafasi chache zaidi za kumwona Lissu, tofauti na wenzake wawili. Siku ya pili, Julai 21, zamu ilihamia kwa Nkung na Kisabo waliozungumzia nyaraka walizoshindwa kumpatia Lissu, zikiwemo za Jumuiya ya Madola na ripoti ya Jaji Chande kuhusu matukio ya Oktoba 29 na kudai kuwa zaidi ya askari 4 walikuwepo wakati wa mazungumzo yao, huku wakiagizwa wasizungumzie siasa au kesi ya mgawanyo wa mali inayohusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wale watemanga iko ni waliokuja ambao wako kwenye hizi documents na tarehe na nini, unaona tarehe na Septemba 29 Septemba, mawakili hao na wateja wao na roll number zao, kwa sababu all the information iko together. Kesho. Julai 22, siku ya tatu, ndipo Lissu mwenyewe alipoanza kumhoji Ntamamiro ambaye ndiye mkuu wa gereza la Ukonga. Alijenga hoja kuwa mawakili wa serikali huingia bila upekuzi mkali, tofauti na mawakili wake binafsi au mawakili wengine binafsi wanaofuatiliwa kwa ukaribu. Ntamamiro alikaunusha kauli hii. Lissu alimshitumu Ntamamiro kuendeshwa kama remote na wanasiasa, akitolea mfano wa ziara za Rais Chakwera wa Malawi na katibu mkuu wa IPU Martin Chung'ong. Siku hiyo Ntamamiro alidai hawezi kuruhusu viongozi wa Chadema kumtembelea Lissu wakiwa mashahidi wake. Jaji Mruma alimhoji moja kwa moja kama ana amri yoyote ya mahakama, swali lilomfanya aombe radhi. Tuongeze moto zaidi. Sawa. Basi All the best. Thank you. Wasalimie familia. Asante. Tuko imara. Waambie wana baraka zangu zote. Thank you. Thank you. Asante.
mkiamua pia mnizingatie heshima pia. Kama kuheshimu sielewa. Na nyingi si kuheshimu jamhuri wala haina sababu. Lakini sio waandishi wa habari aliyezuiliwa kama yuko alozuiliwa halalamike kwa utaratibu. Walalamike kwa utaratibu. Ndio guys zimezuiliwa na mahakama najua. Wana ndio maana wako hapa. Kesho nimalize Kama si sawa. hapa. Wapi sasa ni sawa? Wapi ni sawa? Ndio, tumesema sema. Kwa kesho vipi wakati utaratibu kuzungumza vipi unasema eneo la mahakama si no Tanzania gani? Wewe ni mbali gani? Mbali gani? Kutoka mahakamani. Ndio mafuta ya zamani. Nani msajili? Alisakata ya kwani? Amesema eneo la mahakama. Nenda. Hata hilo ni eneo la mahakama. Ndio kama haya kuisilia. Lote ni eneo la mahakama. Hali haya. Waandishi habari mmesikia? Leo Julai 23, siku ya 4, dodoso liliendelea kumbana zaidi Ntamamiro. Kwanza kutoka kwa mawakili wake wa waleta maombi watatu, kisha mawakili kutoka Tanganyika Law Society na hatimaye mawakili wake. Alikiri kuwa ili mtu afike Ukonga lazima apate kibali chake. Aidha, alisema kuwa kwa kiapo alichokileta mahakamani, yeye ndiye anayesema mtu aingie au asiingie. Alipoulizwa kuhusu mfumo wa madaraka juu yake, yani kamishna jenerali wa magereza akiwa bosi wake, alikiri kuwa akipewa maelekezo na kamishna ni lazima ayatimize. Alipoulizwa maana ya kupewa maelekezo na afisa mwandamizi wa juu yake, alinyamaza kimya. Alipobanwa zaidi kama angeweza kumbishia kamishna jenerali, alijibu siwezi kumbishia. Alipoulizwa alipata wapi mamlaka ya kumzuia wakili kumwona mteja wake, alijibu kwa kupindisha maneno akisema mteja anayo haki ya kuzungumza na wakili wake, lakini mtu yoyote anayekuja kumwona mahabusu lazima awe na sababu ya msingi. Alisisitiza hajawahi kutoa maagizo ya kumzuia mtu yoyote. Kuhusu maduhu mahususi, alirudia msimamo wake akisema hakuingia kwa hakuwa kwenye rekodi za mawakili wa kumtembelea Lissu na kwamba hakupata ombi lolote kutoka kwa Lissu la kumruhusu aingie. Kesi hii haiishii hapa. Mahakama imepanga ratiba mpya ya mwendelezo wa kesi hii kabla au ifikapo Agosti 10 mwaka huu. Wajibu maombi watawasilisha pingamizi la awali. Agosti 24, waleta maombi na Lissu mwenyewe watajibu hilo pingamizi. Septemba 7, wajibu maombi watawasilisha rejoinder pamoja na hoja dhidi ya maombi ya msingi. Na Septemba 16 saa 3 asubuhi, mahakama imepanga tarehe ya uamuzi. Kwamba kikosi cha waasi wa M23 watutume kwa wote mlio. Tanzania
Achana nao.